Unaangalia Midraj TV, tabasamu lenye kudumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi al-mazid. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alayhi wa alihi tahirina wa ashabi akramina tabi'ina lahu bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za khairi kipenzi chetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ewe ndugu yangu ambaye unayetufuatilia katika vipindi vyetu ambavyo tunavyogeana faida hapa kila siku, tafsiri na ndoto, namna ya kutumia dawa mbalimbali, mawaidha mbalimbali. Mwenyezi Mungu akujalie kila ina khairi. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza ndio umefungua clip yetu, basi tunakuomba uweze kusubscribe. Kwa maana baada ya hapo bonyeza alama ya kikengele. Ukibonyeza alama hiyo itakuwa ni sababu ya kukufikisha wewe katika namna bora ya kuweza kupata vipindi vyetu vinavyofuata. Siku ya leo, moja ya vipindi ambavyo tutakavyozungumza au kipindi tutakachokizungumza ni yule mtu ambaye atakayeota ndoto ya kuingizwa kaburini. Ndoto hii imepata kuwasumbua watu wengi sana. Mtu anaota ndoto anaingizwa kaburini, yani watu wamembeba wanamuingiza kaburini, na inampelekea kumfanya kutokujua maana yake ni nini. Anapata kuwa na kigugumizi, anapata kuwa na hali ya msukosuko, kutokujua kwamba tafsiri ya hiyo ndoto ni tafsiri gani. Basi ungana na mimi kwa siku ya leo, utapata kujifunza na kuelewa maana ya ndoto ya mtu ambaye aliyebebwa anaingizwa kaburini. Ikiwa wewe ndugu yangu mtazamaji umeota umebebwa unaingizwa kaburini, huwa ina maana kuu mbili, na wakati mwingine huwa inatafsirika pia mpaka maana kuu tatu. Kwa maana ya kwanza, kwa yule mtu ambaye aliyeota ameingia kaburini, kwa maana ameingizwa, watu wamembeba, limeshachimbwa kaburi, anatiwa katika lile kaburi, na baada ya kutiwa kwenye kaburi ndio anashtuka. Mwingine sometime mpaka anafukiwa na michanga ndio anakuja anashtuka, anaamka. Maana ya kwanza, nitataja maana zote. Maana ya kwanza ni kuwa mtu huyo ana uwezo kupata mtihani wa kumpelekea kufungwa jela. Hii ndo tafsiri ya kwanza. Ikiwa utaota umekamatwa na watu, utaota unaingizwa kaburini, basi tambua kwamba tafsiri moja wapo ya kwanza, inawezekana ukakumbana na tatizo likakupelekea kwenda kufungwa jela. Ni tatizo gani? Basi unatakiwa kumwomba Mwenyezi Mungu akuepushe na mtihani huo. Lakini maana ya pili, kwa mtu ambaye atakayeweza kuota ndoto ya kuwa anaingizwa kaburini, huwa inatafsirika kama ni uadui, ubaya, haswa ikiwa kuna watu wanakupiga vita, kuna watu wanakuandama ufeli, kuna watu wanakuandama kukurudisha nyuma kwa maendeleo na mafanikio yako. Kwa hiyo kama ukiota unaingizwa kaburini, nimesema kwamba tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili ni maana yake uadui wa kukukwamisha, kukustopisha, kukuzuia na kukuharibia katika moja ya mafanikio yako, moja ya mambo yako ambayo unayoyafanya katika mwenendo wa biashara au katika masomo na mengineyo yanayokuhusu wewe. Lakini jambo la tatu, ukiota umeingizwa kaburini, huwa ni tafsiri ya ukumbusho. Yani unatahadharishwa upate kutahadharika na Mwenyezi Mungu juu ya matendo yako. Inawezekana yakawa si matendo mazuri, una matendo mabaya kupita kiasi. Basi hacha hayo matendo unayoyafanya yakiwa yanamkasirisha Mwenyezi Mungu, na rejea kwake uweze kuwa ni mtu ambaye unaifanya amali njema, unaifanya ibada zako, unajikita katika mambo ya kheri,
na kutoka katika mambo ambayo yaliyokuwa ni ya shari. Kwa hiyo tafsiri ya kuingizwa kaburini ni tafsiri tatu. Tafsiri ya kwanza nimesema ni tafsiri ya kufungwa jela. Tafsiri ya pili ni tafsiri ya kuonesha kama ni uadui, yani maana yake ni watu au maadui wenye lengo la kukuletea vizuizi vyenye kukufanya ushindwe, lenye kukufanya ushindwe kupiga hatua ya kimaendeleo, ushindwe kufanya jambo lolote, yani kama kufungwa fulani. Kuna watu huwa wanapokuwa na utandoto ya kuingizwa kaburini, mambo yao pale ndipo yanapoanza kuharibika. Kama ni biashara, anaanza kuona biashara inasuasua. Basi unapoota ndoto hiyo, cha kwanza mrejee Mwenyezi Mungu, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ile ndoto ili iondokane na zile athari zinazotokana na shetani. Lakini tafsiri ya tatu nimesema tafsiri ya ukumbusho, haswa hii ya kuingizwa kaburini, ikiwa zimepitika prosesi zile ambazo unasijua anazofanyiwa maiti. Yani umeswaliwa, baada ya kuswaliwa umebebwa, baada ya kubebwa unapelekwa, umevalishwa sanda na kuingizwa katika kaburi. Inategemea, inawezekana ikaingia katika tafsiri ya ukumbusho, una matendo mabaya machafu kupita kiwango. Mrejee Mwenyezi Mungu ili upate kuweza kuondokana na adhabu hiyo ya kuweza kuingizwa katika kaburi na kuweza kukutana na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na wapo ambao unakuta wanaingizwa kaburini na wanaota lile kaburi linawaka moto. Maana yake wewe matendo yako sio mazuri. Mrejee Mwenyezi Mungu, inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia kila ina kheri. Kwa hiyo hizi tafsiri tatu, kufungwa jela, uadui, kuandamwa na watu kwa ajili ya kukurudisha nyuma, kukuwekea vizuizi kama fungo fulani, lakini pia na ukumbusho. Tafsiri ya hii ndoto inategemea utaota siku gani. Kwa hiyo namna ambayo utakavyoweza kuota, basi inshallah wasiliana kwa namba hiyo ya simu ili tupate kuweza kukushauri kutokana na siku ambayo uliota. Tutakwambia kwa siku hii, kwa saa hii uliyoyota, basi hii inaashiria uadui, hii inaashiria kwamba utapata mtihani ya kufungwa jela, hii inaashiria kwamba ni ukumbusho wa wewe amali zako sio nzuri. Jitahidi katika amali zilizokuwa njema, umrejee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uepukane na misukosuko na mitihani ya kaburini, na inshallah Mwenyezi Mungu atakujalia kila ina kheri. Kwa hiyo hizo ndizo tafsiri za mtu ambaye mwenye kuota ndoto ya kuingizwa kaburini. Baada ya kusema hivyo, ikiwa ni mara yako ya kwanza, narudia tena uweze kusubscribe ili upate kuweza kujifunza vipindi mbalimbali vinavyopatikana katika channel yetu. Jitahidi katika kuweza kufungamana na matendo mazuri, uepukane na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kuzungumza hivyo, nikutakie kila ina kheri. Najifunze vitu mbalimbali kwa kupitia channel yetu. Fungua akaunti yetu hii, subscribe ili upate kuweza kupata video mbalimbali zenye kuelimisha tafsiri ya ndoto. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Midraj TV, tabasamu lenye kudumu.